Nafasi ya ubunge eneo hili ni pamoja na Mheshimiwa Jerry Silaa ndo ambaye anaingia kwa wakati huu na anajaribu kuuliza utaratibu. Utakuja kuzungumza naye mawili matatu tuone namna ambavyo amefika eneo hili na yuko tayari kwa ajili ya kwenda kutimiza haki yake ya kikatiba ya kwenda kupiga kura. Baada ya utaratibu kukamilika, tutakwenda kuzungumza naye Jerry Silaa kuweza kufahamu pengine amejiandaaje, na wakati mwingine pia muda huu yeye ndo amefika hapa kwenye eneo hili, atakuja kutuambia. Mheshimiwa, habari za wakati huu? Salama, habari za asubuhi. Salama, za kazi? Salama kabisa. Kwanza nikupongeze kufika kwenye eneo hili mapema kabisa kwa ajili ya kuja kuona unakuja kutimiza haki yako ya msingi ya kidemokrasia ya kupiga kura. Nataka nifahamu pengine namna ambavyo ulivyofika hapa na utaratibu umeuonaje? Kwanza hali ni shwari, na mimi kama mgombea ubunge wa jimbo hili asubuhi kupitia wagombea udiwani wa kata zote 7 kupitia viongozi wenzangu wamenieleza maeneo yote vituo vimefunguliwa kwa wakati, utaratibu ni mzuri, maafisa wamefika, hali ya usalama ni kubwa, hakuna mtu anayebugudhiwa. Na mimi nimefika hapa kituo cha Verena ambacho ndio kituo cha nyumbani kuja kupiga kura, na nimekuta utaratibu mzuri. Hapa tu nimeulizia, maana mimi niko kituo namba 4, nimeambiwa nielekee upande huu na niko tayari sasa kwenda kupiga kura mimi na mke wangu. Pengine mazingira haya namna ambavyo ulivyoyaona ni rafiki kiasi gani kwa Watanzania ambao bado hawajapiga kura mpaka sasa na ni wakazi wa eneo hili? Mazingira ni rafiki sana kwa sababu majina yameshabandikwa, unaweza kuona sehemu yako, vituo hapa viko vingi, kila kituo kimoja unajua kizidi kura 400 na kitu, kwa kila mtu ana sehemu ya kupiga kura. Hali ni nzuri, asubuhi niliambiwa kwa kidogo kuna aisle fulani ya foleni, lakini naona watu washaanza kupungua. Kwa naamini watu ambao wako majumbani watoke waje wapige kura. Kwanza usalama ni mzuri, pili ni haki yao kikatiba, tatu hali yenyewe tume huru ya uchaguzi imejipanga vizuri. Hakuna usumbufu wa aina yoyote. Na nadhani unafahamu kwamba mtu mwenye kitambulisho cha kupiga kura atapiga kura, kama kakipoteza akiwa na NIDA atapiga kura, akiwa na leseni ya udereva ina jina lake na picha yake atapiga kura, akiwa na passport atapiga kura. Hata mwenyewe asubuhi atatafuta kitambulisho changu, nadhani kwa misplace kwenye wallet nyingine, nikashika leseni ya udereva, baadaye mke wangu akaniambia amekipata, kwa na kitambulisho changu na najua napiga kura vizuri tu. Wako ambao wako nyumbani kwa sasa na bado hawajajitokeza kwenye eneo hili, pengine neno lako ni lipi kama kiongozi wa eneo hili kuja kujitokeza kwenye kupiga kura? Kwanza, kazi ya kupiga kura ni takwa la kikatiba, katiba ya Tanzania wenyewe. Leo ni siku ya Watanzania ambapo wanaenda kufanya maamuzi ya taifa lao, maamuzi ya nchi yao, maamuzi ya jimbo lao, maamuzi ya kata yao. Maendeleo yanaletwa kwa kuwakilishwa kwenye vikao vya maamuzi. Yako maamuzi yanafanyika kwenye baraza la madiwani, yako maamuzi yanafanyika bungeni, dola inaongozwa na Mheshimiwa Rais. Kwa ni siku ya Watanzania kuja kuchagua viongozi wao. Kwa wito wangu kwa ambao wako majumbani ambao hawajajitokeza, watoke wapige kura, wafanye maamuzi ya taifa lao, wachague viongozi wao. Na mimi naamini mimi binafsi mgombea urais wa chama changu na wagombea udiwani tumefanya kampeni mpaka jana mwisho, tumeeleza yale tuliyofanya, wanayaona kwa macho, tumeeleza tutakayoyafanya. Kwa naamini kuna fursa nzuri ya wananchi kutuliza haki ya demokrasia, na kuna fursa nzuri ya kuchagua viongozi ambao wanataka waongoze kwa miaka 5. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam, Tanzania.